Mheshimiwa Shaban Khamis Duo, ambapo chama cha wananchi CUF leo kinazungumza nanyi kuhusiana na masuala kadhaa yaliyojitokeza ndani ya miezi miwili mitatu hii na matamko mbalimbali yaliyotolewa na viongozi wa serikali, ikiwemo tamko la msamaha wa rais kwa baadhi ya wale waliokuwa na kesi za uhujumu uchumi, tamko la Kangi Lugola kwamba hana taarifa kuwa sisi vyama vya upinzani tunazuiwa na jeshi lake kufanya mikutano ya hadhara na matamko mbalimbali. Mheshimiwa Wanahabari, kama tutakuwa kuna kumbukumbu sahihi, tunaelekea kwenye chaguzi za serikali za mitaa, lakini sambamba na hilo pia kuna uandikishwaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaendelea, ulizinduliwa pale Moshi. Sasa mambo yote haya ukiyatazama kwa pamoja, pana mkanganyiko mkubwa na mambo mengine yanakuwa ni kinyume hata na hizo sheria zenyewe zinazohusiana na jambo hilo. Kwa mfano, katika swala la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, kwenye tovuti ya tume wameweka msisitizo kwamba anayepaswa kwenda kuandikishwa kupiga kura lazima ataje na namba yake ya simu. Sasa hili jambo sio jambo la kisheria. Sifa za mpiga kura sio lazima awe na simu, amiliki simu. Sasa unapokuja kuleta kitu kinachokuwa kigezo katika kuandikisha lakini sio kigezo katika kupiga kura, maana yake unapora uhuru na haki ya Watanzania ya kumchagua kiongozi wanayemhitaji. Hili sio takwa la kisheria, sio takwa la kanuni. Kwa hivyo tume ya uchaguzi isifanye mambo kwa kadri ya utashi unavyoelekeza, ifanye mambo ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa mujibu wa kanuni na sheria ya uchaguzi. Tunasisitiza swala la mpiga kura kutaja namba yake ya simu ni swala linalokwenda kinyume na kanuni, kinyume na sheria ya uchaguzi. Na ni wangapi wanamiliki simu hapa Tanzania? Wapiga kura walio wengi ni wakulima, wako vijijini. Kuna maeneo mengine hata huo mtandao wenyewe haupo. Natoa mfano, wilaya ya Kigwa, ukienda kata inaitwa Likawage, hakuna mtandao wowote unaopatikana huko. Kwa sababu hiyo tu, wananchi wa kata ya Likawage hawatakuwa na uwezo wa kumiliki simu kwa sababu hapana mtandao wowote unaopatikana katika eneo hilo. Sasa tume ukiweka kigezo kwamba unapotaka kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura lazima umiliki simu, lazima utaje namba yako ya simu, maana yake wananchi wa Likawage, wa kata ya Likawage hawatakuwa na sifa na uwezo wa kuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hivyo tume inapokuwa inaweka vikoromwezo katika uandishi, na hili jambo linasikitisha kwa sababu kwa waziri mkuu pale wakati anazindua hili daftari ilionekana kabisa na watu wanakwenda pale wanataja namba zao za simu. Waziri mkuu anajua hali yetu ya kimtandao ya mawasiliano ipoje ndani ya nchi. Kwa hivyo halikuwa jambo ambalo limepaswa liwekwe katika tovuti ya tume kwa kusisitiza, na daftari linaendelea. Lakini tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Uandishi wa wakazi ambao watahusika kupiga kura utaanza tarehe 8 mwezi wa 10. Katika mambo waliyoorodhesha kama sifa, mojawapo ni mtu anayekwenda kujiandikisha kuwa na kitambulisho. Kama hana kitambulisho cha NIDA awe na kitambulisho cha mpiga kura. Kama hana kitambulisho cha mpiga kura awe na leseni. Sasa hivi vitambulisho vyote kwenye uchaguzi wa mitaa, uchaguzi wa wananchi wenyewe wanaochaguana wenyewe, ingawa kwenye ule mwongozo pametoka kama option fulani kwamba iwapo atakuwa hana kitambulisho chochote basi atambuliwe na wakazi wa eneo husika. Sisi kama chama cha wananchi tunadhani hapa ndio kwa kusimamia kwamba mpiga kura wa mtaa anatambuliwa na wapiga kura wa mtaa husika, wakazi wa mtaa husika. Swala la vitambulisho, mtu anaweza akaja na kitambulisho kilichoandikwa Songea wakati wa uchaguzi mkuu ama wakati wa uandikishaji wa masuala ya NIDA alikuwa anaishi Songea. Sasa amehamia Manzese, sasa amehamia Vingunguti. Akienda kuonyesha kitambulisho hiki, na kwa sababu tu ya misigano ya kisiasa, kwa sababu tu ya mitazamo ya kiitikadi,
Mtu huyu anaweza kawa anajulikana itikadi yake ni ipi, mawakala wa vyama vingine wakamwekea ngumu asiandikishwe, kwa sababu kitambulisho anachokionyesha pale ni kitambulisho kilichoandikishwa nje ya eneo ambalo yeye anajiandikisha kuwa mpiga kura katika chaguzi za serikali za mitaa. Hili jambo nalo la kutumia vitambulisho kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ni kikwazo kitakacholeta migongano baina ya wananchi, na huu ni uchaguzi wa wananchi wenyewe kwenye mtaa. Kwa hivyo anayepaswa kujua huyu ni mkazi sio mkazi ni wakazi wenyewe, na ndio maana pana mawakala wa kila chama watathibitisha kwamba huyu anakaa ndani ya mtaa wetu ama haishi ndani ya mtaa wetu. Kuweka vitambulisho na wenzetu sisi wamekuwa mabingwa wa kudurufu vitambulisho. Wanakaa kwenye ofisi zao za Chama cha Mapinduzi, watatengeneza, wataishu vitu ambavyo kuweza kuviprove at once anapokuja kuonyesha ni ngumu. Unakuja kugundua baadaye kwamba kitambulisho kilichokuja fake, watu walikuwa wakipewa vitambulisho ofisi ya CCM mtaa fulani, ama walikuwa wanapewa vitambulisho kwa mjumbe kwa nyumba 10. Matokeo yake mtaa unapata kiongozi sio kwa utashi wa wakazi wa mtaa husika, bali kwa wageni walioletwa na wakapewa vitambulisho vya kujiandikisha kama wakazi wa mtaa husika. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni chaguzi muhimu sana. Uchaguzi wa serikali ya mitaa unakwenda kuunda kamati ya maendeleo ya kata. Kamati ya maendeleo ya kata ndiyo inayoratibu miradi midogo midogo, maendeleo, shughuli za kijamii ndani ya kata husika, mwenyekiti wake akiwa diwani wa kata husika. Kwa hivyo ni vyema kuweka utaratibu utakaowafanya wakazi wa mtaa husika waweze kufanya maamuzi kwa mustakabali wa mitaa yao, na sio kutoa fursa ya kutengenezwa vitambulisho feki. Na kuna kipengele kingine kinasema mgombea lazima awe na kipato halali. Kipato halali, wanahabari, unakithibitishaje? Wananchi tuliokuwa wengi katika chaguzi ya serikali za mitaa ni chaguzi za wakulima, ni chaguzi zinazokwenda mpaka vijijini. Kijijini kumkuta mtu ana kipato halali kwa tafsiri ya sheria ya kipato halali, sheria za kodi. Kipato halali ni kile kinacholipiwa kodi. Sasa mtu anaweza kaandika yeye muuza genge, kwa kuwa yuko kijijini, yuko muuza mapapai, muuza miogo, halipi kodi. Akiandika hivyo kwamba mfanyabiashara mdogo mdogo, pingamizi litakalokuja athibitishe uhalali wa kipato chake. Uhalali wa kipato utathibitisha kwa kulipiwa kodi. Hana stakabadhi inayomuonyesha amelipia kodi. Hakuna mfumo wa kodi mzuri huko kijijini, na wanaokwenda kwa wasimamizi wa chaguzi hizi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Ilitawekwa pingamizi, wagombea wa vyama vya upinzani wataondolewa kwa kushindwa kuthibitisha uhalali wa kipato walichokiandika, walichojaza kwenye fomu zao, na kufanya mitaa iende kwa CCM bila ya kuwa na pingamizi la kiuchaguzi, bali pingamizi la kiufundi. Kwa hiyo kipengele hiki ni kipengele kinacholeta tabu pia katika chaguzi za serikali za mtaa. Wagombea wetu kuthibitisha kipato halali ni ngumu sana. Na ukishaweka useme mgombea lazima awe na kipato halali, manake kama akishindwa kuandika kipato halali anakosa sifa za kuwa mgombea. Kwa hivyo mazingira yanayotengenezwa na TAMISEMI, mazingira yanayotengenezwa na tume ya uchaguzi ni mazingira ya kiubaguzi ndani ya nchi yetu. Sisi sote ni Watanzania. Hatupaswi kutengeneza mazingira yatakayowafanya wengine waende wapate haki ya kupiga na kupigiwa kura, na wengine kazi yao wawe wapiga kura, kwa sababu kipengele hiki hakipo kwa mpiga kura. Yaani mpiga kura hutakiwi kuwa na kipato halali ndio upige kura, isipokuwa unayetaka kupigiwa kura ndio unatakiwa uwe na kipato halali. Maana yake nini? Wakikuengua katika kupigiwa kura utakwenda kuwa mpiga kura. Kwa hiyo kuna watu wanatengenezwa kuwa wapiga kura na kuna watu wanatengeneza kuwa wapigiwa kura. Katika ukuaji na ustawi wa demokrasia, hiki ni kikwazo. Hizi ni chaguzi za watu wa chini. Waachiwe watu wa chini wafanye chaguzi zao, wachague kiongozi atakayeweza kuwafikisha pale ambapo wanahisi wanahitaji kufika kwa mustakabali wa mitaa na kata zao. Nimsikia juzi kali waziri wa mambo ya ndani
anasema hajapata taarifa na malalamiko kutoka chama chochote cha upinzani kwamba wanazuiwa kufanya mikutano. Sisi kama chama cha wananchi tuliwaita hapa, tulitaka kufanya mkutano mkubwa Vingunguti, tukapeleka na barua na nakala tukapeleka kwa msajili wa vyama, naye pia alisema hajawahi kupata malalamiko hayo. Lakini kilichotokea, jeshi la polisi likaendelea kusisitiza kwamba hakuna ruhusa ya kufanya mikutano hiyo. Msajili wa vyama akaingia kushoto, akasema yeye sio mwenye mamlaka ya kutoa vibali vya mikutano ya vyama vya siasa. Wakati haya yakiendelea, kwetu sisi wapinzani, sisi wanaendelea na Dar es Salaam ya kijani, Mtwara ya kijani, Ruvuma ya kijani. Siro yupo, ametoa tamko nzuri sana juzi hapa kama IGP, kama kiongozi wa jeshi la polisi. Lakini tatizo lililopo, tunaozuiwa ni sisi tu wapinzani. Sisi wanaendelea kufanya shughuli za mikutano ya hadhara. Tunamuona katibu mkuu, tunamuona Alfred Polepole wanafanya mikutano. Hawa si viongozi waliochaguliwa kwenye chaguzi mkuu uliopita wa 2015, lakini wanakuwa wanafanya. Jengo Frida alikuwa Mtwara pale kwenye Mtwara ya kijani, sio diwani wala sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa mkoa wa Mtwara, lakini kafanya mkutano wa hadhara. Sasa IGP, unapowakosoa makamanda wako, tunakupongeza, ni kauli ya kijasiri, lakini iendane na vitendo, utekeleze. Na pale tunapozuiwa sisi, uambie makamanda wako kwamba hampaswi kufanya hivyo. Na ndugu zangu, tunaweza kuwa tuna maendeleo ya kiuchumi, tuna uwezo mzuri na fursa nzuri za kudhibiti mambo ya rushwa, kudhibiti mfumuko wa bei. Tunaweza tukajitapa kweli, miundombinu inaboreshwa vizuri, lakini kama huna demokrasia ya kweli, hivi vyote havitakuwa na maana, kwa sababu demokrasia ndiyo nyenzo ya ukuaji wa masuala ya kiuchumi, ukuaji wa masuala ya kimaendeleo, masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii yanategemea na demokrasia mlionayo Tanzania. Na katika hili mataasisi mengi tu yanayofanya uchunguzi kuhusiana na ukuaji wa demokrasia barani Afrika, duniani kwa ujumla, Tanzania bado wanatushia katika kipindi hiki cha miaka 5 kwamba demokrasia yetu inazidi kudumaa, inashuka chini tofauti na miaka 5 iliyopita. Sasa hapo unaweza ukapika, kuna maeneo tunafanya vizuri, maeneo ya kupambana na rushwa na nini, lakini kwenye eneo la demokrasia hapa tunazidi kudidimia. Katika hali kama hii, maendeleo unayopata hayatakuwa endelevu, kwa sababu minong'ono ya kidemokrasia, fursa za kidemokrasia zinapominywa, hatimaye wananchi wanaweza kuamua kutafuta njia itakayowafanya waweze kusema yaliyopo moyoni. Kwa hiyo katika hali kama hii, serikali inapaswa kutumia busara, na katika hili rais anapaswa kulitazama yeye mwenyewe. Kama juzi, wiki moja iliyopita, ametoa tamko la kusamehe waliokuwa na makesi ya uhujumu uchumi, na akatoa maelekezo walipe yale madeni ama zile hasara ambazo walizipatia nchi yetu. Hii ni busara, sio jambo la kisheria, kwa sababu unapokuwa ushawatuhumu na ukawapeleka mahakamani, unaiacha mahakama ifanye maamuzi kwa mujibu wa sheria. Sasa inapoingia busara kama iliyotumika juzi, bila shaka lengo lake ni kuwaunganisha Watanzania, na amejenga hoja kwamba msamaha unapotoa utekelezwe haraka kwa kufuata utaratibu ule ule wa kimahakama, kwa sababu hawa watu wana shughuli zao zimesimama, wana biashara zao, wana nini. Nilivyomwona alipokuwa akizungumza, maana yake nini? Maana yake ametumia busara katika kutatua tatizo tulilonalo. Mheshimiwa Rais, kutumia busara pia kwenye mambo mengine, kwenye mazuio yasiyokuwa ya kisheria ya mikutano ya hadhara. Busara hii inahitajika sana ili kujenga taifa lenye upendo, lenye umoja. Busara hii isiishie tu kwa wahujumu uchumi. Huko magerezani kuna watu wamesikiziwa kubaka, kulawiti, wako humo, lakini sheria imewafanya waendelee kuwepo humo. Kuna watu wanatuhumiwa na makosa ya ugaidi, kina Sheikh Farid na wengine
mwaka wa 5 unakwenda, huu upelelezi haujakamilika. Hapa sikusudii kuingilia uhuru wa mahakama, naeleza kinachoripotiwa na nyinyi wanahabari. Rais aone umuhimu wa kutazama misamaha katika maeneo hayo kwa lengo lile lile tu la kujenga taifa lenye upendo, kuaminiana na kuheshimiana. Sasa baada ya yote haya kuyatazama, CUF Chama cha Wananchi tumeamua kufanya ziara nchi nzima ili kukabiliana na haya tuliyoyasema. Mwenyekiti wa Chama cha Wananchi CUF Taifa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kesho ataanza ziara katika mikoa 8 ya Tanzania bara. Ataanza ziara mkoa wa Tabora, atakwenda Simiyu, atakwenda Shinyanga, atakwenda Mwanza, atakwenda Mara, atakwenda Geita, atakwenda Kagera, atakwenda kumalizia Kigoma. Na tunayokwenda kuyazungumza ni haya niliyokwisha yazungumza, lakini pia kufanya tathmini ya hali ya kiuchumi na maisha ya Watanzania katika mikoa husika, hasa kwa kutazama rasilimali zilizomo ndani ya mikoa hiyo atakayotembelea mwenyekiti wa CUF. Pia makamu mwenyekiti bana mbunge jimbo la Mtwara mjini Mafutana Chuma naye atafanya ziara kwa malengo haya niliyoeleza katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Pia naibu katibu mkuu bana Magdalena Sakai naye atafanya ziara katika mikoa ya Morogoro, Dodoma, Singida na Manyara kwa malengo ya haya tuliyoyaeleza. Nini kitafanyika huko? Tutafanya mikutano ya ndani, lakini tutafanya makongamano kwa upande wa mwenyekiti katika mikoa minne. Tutafanya kongamano la kwanza Simiyu, kongamano la pili tutalifanya Tabora, kongamano la tatu tutalifanya Kigoma, kongamano la 4 tutalifanya katika jiji la Mwanza. Pamoja na mambo niliyoeleza hapo awali, lakini kazi pia ya makongamano haya ni kunadi na kuitambulisha sera mpya ya Chama cha Wananchi CUF, sera ambayo inatambulika katika misingi ya haki sawa na furaha kwa wote. Walisema hayajai, sasa yanamwagika. Hapa tunaizungumzia Icon Online TV. Tunajua safari ni ndefu, lakini tutafika. Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV itakuwa inaadhimisha miaka 3 toka kuanzishwa kwake. Yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa na mwisho tutafanya dua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019 Dar es Salaam.